Kile anachofanya ni kile tu chama chake kinachotaka na sio wapiga kura wanachotaka kwenye jimbo. Msikilizaji, ni imani yangu buheri wa afya popote pale ulipo. Karibu sana katika kituo hichi, na kumbuka kwamba ni kituo nambari 1 katika kukufahamisha na kuhakikisha kwamba unapata kuyaelewa zaidi masuala ya kisiasa. Kumbuka kwamba tunakupatia uchanganuzi wa kina na taarifa za kweli ambazo zinaweza kutokea. Ikiwa ni mara ya kwanza basi kupatana nasi, naendelea kukusihi msikilizaji, chukua nafasi yako kupiga subscription kwa maana ya kuendelea kutufuatilia ili kuendelea kupatana siku zinazoendelea kuja na kupata kujuzana yale ambayo yameweza kutendeka. Na katika siku ya leo msikilizaji, naomba tuzungumzie swala fulani ambalo limeelekea kuwa bovu sana, na tupate kuelewa zaidi kwamba limekuwa namna gani. Chama cha CCM kinaongoza kwa kusambaza woga hata kwa wanachama wake, na chama hicho kinawajumlisha viongozi wengi walioweza kustaafu, walioweza kuipora serikali, ambao wana pesa nyingi zaidi, hivi kwamba mtu wa kawaida utakapoweza kuzungumza, ama mtu katika tabaka lolote, wana uwezo wa kuhakikisha kwamba umepotea, wana uwezo wa kukunyamazisha. Sasa msikilizaji, kuna bwana ambaye anaitwa Abdullah Makame ambaye ni mbunge wa Afrika Mashariki, na nafikiria uteuzi huo ameweza kupatiwa na chama cha CCM. Naomba kumulika uongozi wa chama cha CCM siku ya leo msikilizaji, kwa sababu masuala ambayo yananifikia msikilizaji yanaonyesha kwamba kuna kile ambacho tunaita ukosefu wa uhuru ndani ya wanachama wa chama cha CCM. Ni kwa sababu gani niseme hivyo msikilizaji? Nimepata kuwatizama baadhi ya viongozi waliopo chini ya chama cha CCM na nimepata kuwasikiliza hasa kuhusu mchakato mzima wa kurekebisha katiba. Ni wapi ambapo unahisi ya kwamba panahitaji kufanyiwa marekebisho katika katiba tulionayo hii ya mwaka 1977? Kama kuna eneo lolote ambalo mimi nitakuwa nalo, ningependa nipeleke kwenye mchakato kupitia kwenye chama, kwamba ninyi hamruhusiwi kutoa maoni yenu. Maoni yangu ndaruhusiwa ndani ya Chama cha Mapinduzi, kwamba hamruhusiwi kutoa maoni yenu hadharani. Maoni yetu tunaweza kutoa hadharani. Maoni yako sasa ni yapi kuhusiana na hicho kipengele? Hicho kwa sababu kile anachofanya ni kile tu chama chake kinachotaka na sio wapiga kura wanachotaka kwenye jimbo. Turekebishe. Wewe ni wapi ambapo unahisi kwamba panahitaji kurekebishwa ukiwa kama mbunge wa bunge la Afrika Mashariki na Mtanzania? Sasa hilo mimi kwa sasa hivi siwezi nikalisema, lakini nitachokisema tu ni kwamba kama ipo sehemu uwezo kulisema, kwa maana ya kwamba hata wewe hujui ya kwamba ni wapi panapaswa kubadilishwa. Mimi kwa sababu ni mwanachama Chama cha Mapinduzi, na tena nasema hivyo, kila mbunge akiingia bungeni anatekwa na vyama, anasizi kuwa mbunge wa wapiga kura. Na nimepata kusikiliza maoni ambayo wanaweza kuyatoa, na mara nyingi msikilizaji, ikiwa chama hakijaweza kutoa msimamo wake kuhusu swala fulani, basi wanachama wa CCM hawana mawazo ya kusema kuhusu jambo fulani, ikiwa chama hakijaweza kujisimamia na kusema kwamba kama chama tunachukua mwelekeo huu. Kwa mfano msikilizaji, limeibuka swala la kupunguza
mamlaka yaliyopo kwenye rais wa nchi ya Tanzania, na swala hilo linahitaji kwamba katiba iweze kufanyiwa marekebisho ili kupunguza majukumu ambayo ameyatwikwa rais, kwa sababu imeweza kusemekana hivi: ikiwa rais ataweza kupewa nguvu nyingi zaidi kama ilivyo sasa, ana uwezo wa kutumia vyombo vya dola vibaya, ana uwezo wa kutumia mali ya umma vibaya, ana uwezo wa kulipora taifa, lakini pia ana uwezo wa kuwadhuru wananchi wa nchi ya Tanzania. Na sasa swala hilo limechukua mkondo wa kuelekeza kwamba katiba iweze kufanyiwa marekebisho, na swala hili viongozi wa chama cha CCM wameshindwa kujieleza kuhusu swala hilo. Kwako, kati ya taifa kwa maana ya Tanzania na chama chako, Chama cha Mapinduzi, hipi kwako ni kubwa na la muhimu kwako? Hilo swala ni sawa sawa na kumuuliza mtu, we babako na mamako yupi ni bora? Ndio maana tuna bunge limeparalyze. Ni vipengele gani hivi ambavyo wewe hautaki kuvitaja ili Watanzania nao wewe ukiwa kama kioo cha jamii waone kwamba kweli vipengele hivi na hivi vingepaswa kubadilishwa? Dr. Makame, bado na chakata. Mimi si sio mwanasheria wa katiba. Kwa hiyo lakini hata wewe kama mtunga sheria hujui ya kwamba ni mapungufu yapi yaliyopo kwenye katiba? Sijasema kwamba yapo ambayo labda ya mimi kuzungumza kinywa kipana, bwana hichi hapa kibadilishwa. Sisi tunaotaka marekebisho ya katiba sio kwa sababu binafsi, ni kwa sababu tunataka kila taasisi ya umma ifanye kazi yake. Mbunge afanye kazi za nini? Za kibunge. Bunge liisimamie serikali. Yaani hata maoni ya kibinafsi yale unaweza kupata mtu tu kwa ghafla ukamuuliza, bwana kuna hiki na hiki kinatokea, wewe unahisi hivi, unahisi itakuwaje? Hawana maoni. Na swala hilo, msikilizaji, limefanya tuweze kuona kwamba chama cha CCM kinaongoza kwa kusambaza woga hata kwa wanachama wake, na chama hicho kinawajumlisha viongozi wengi walioweza kustaafu, walioweza kuipora serikali, ambao wana pesa nyingi zaidi, hivi kwamba mtu wa kawaida utakapoweza kuzungumza, ama mtu katika tabaka lolote, wana uwezo wa kuhakikisha kwamba umepotea, wana uwezo wa kukunyamazisha. Ndo kilichompoteza Bwana Humphrey Polepole, kwa sababu Humphrey ni mwanachama wa CCM. Ikumbukwe vizuri sana msikilizaji, ilipofika wakati ambapo Bwana Humphrey anaanza kuzungumza kinyume na sera za CCM, ndo kipindi ambacho aliweza kupotea. Ni siku ya 92 leo tangu Bwana Humphrey ameweza kupotezwa, na haijawahi kusikika kwamba yuko wapi. Sasa msikilizaji, hebu mtazame bwana huyu, anaitwa Bwana Abdullah Makame. Akifanya interview hii anasemaje kuhusu masuala ya urekebishaji wa katiba na msimamo wake binafsi. Huyu bwana hana kitu cha kusema kwa sababu chama hakijaweza kuwapatia mwelekeo kuhusu swala hilo.
na ikitokea amesema jambo ambalo linatofautiana na sera za chama, anahofia kile ambacho kinaenda kutokea kwa maisha yake, na kwa sababu hiyo amebaki tu kuonekana kama mfano, kwa sababu hawezi kufungua mdomo. Msikilizaji, jamaa huyu Abdullah Makame ni mbunge wa Afrika Mashariki. Ukiwa mbunge, msikilizaji, wewe ndo unatunga sheria. Sasa inakuwaje mtunzi wa sheria hana taarifa ama hajui kunaweza kufanywa wapi marekebisho ya sheria, ama haelewi sheria iliyopo sasa ina tatizo wapi? Kumependekezwa rais kuweza kupunguziwa majukumu, na jambo hilo litamnyima Samia mamlaka ya kutumia vyombo vya dola vibaya, vya kupora mali ya umma, vya kuuza mali ya umma, msikilizaji, na kadhalika, na pia kuua watu. Na imependekezwa kwamba katiba ibadilishwe, madaraka anayopewa rais wa nchi yaweze kupunguzwa kwa sababu yameonekana kutumika vibaya. Na jambo hilo wana CCM hawana kitu cha kusema kuhusu swala hilo. Bila shaka msikilizaji, hicho kinaonyesha kwamba chama cha CCM kinaongozwa ama kinaendeshwa kwa kusambaza woga hadi kwa wanachama wake. Ni chama ambacho kimetawaliwa kimabavu, kinaonyesha ubeberu. Wenda msikilizaji, rais anaweza kukosa kufanya ama kuyatekeleza majukumu yake ipasavyo kwa sababu viongozi wa chama wamemshikilia hivi na wanatoa mwelekeo kutoka nyuma, lakini rais anaonekana mwenye tabu. Msikilizaji, chama cha CCM kimewashirikisha viongozi kadhaa waliostaafu, waliolipora taifa la Tanzania, waliosababisha vifo vya watu wengi, na sasa ndio wanatoa mwelekeo wa taifa kupitia chama cha CCM. Msikilizaji, jambo hilo bila shaka linaonyesha uhalisia wa tumbo lisiloshiba. Ina maana kuna watu waliyapenda madaraka zaidi, lakini kwa sababu katiba hairuhusu kuendelea kuongoza zaidi, ikabidi wang'atuke mamlakani, lakini wakatafuta mbinu ya kuendelea kusalia mamlakani bila kuonekana. Na sasa wanaiendesha serikali wanavyotaka wenyewe. Msikilizaji, hebu achia maoni yako kwenye comment section, lakini pia nakusihi uzidi kutufuatilia, lakini pia ukipata muda zaidi pata kushare kanda zetu kwa vikundi vichache, lakini ningependa sana ungeweza kuachia maoni yako tupate kushauriana na tupate kuelewa kwamba taifa linaelekea wapi na ni kipi
ambacho kinafaa kufanywa sasa hivi ili kuhakikisha kwamba taifa linachukua mkondo ulio bora zaidi. Zidi kupiga subscription. Umekaribishwa wakati wowote kutusikiliza, lakini pia kuweza kutoa maoni yako msikilizaji.